Habari rafiki, karibu kwenye channel yetu. Leo tutazungumzia jambo linalobadilisha maisha, kwa maana jinsi ya kuendesha akili yako kujifunza chochote unachotaka haraka haraka, lakini pia na kwa urahisi. Kwa maana namna gani unaweza ukaifanya akili yako iwe nyepesi kujifunza chochote unachotaka na kwa wakati unaotaka. Ikiwa umekuwa ukijaribu kujifunza kitu lakini akili yako haiko tayari, basi video hii ni kwa ajili yako. Baada ya video hii utakuwa na mbinu halisi za kutumia akili yako bila stress, kuongeza kumbukumbu na kupata matokeo unayoyataka. Cha kwanza ni kuelewa akili yako. Akili ina tabia ya kujifunza kupitia mara kwa mara na mvuto wa hisia. Neuroplasticity, kwa maana akili inaweza kubadilika na kujifunza kitu kipya wakati wowote. Kwa mfano, fikiria akili yako kama misitu ya njiani. Unapopita mara kwa mara kwenye njia moja, njia hiyo inakuwa rahisi kutumia. Vivyo hivyo, ukijifunza kitu mara kwa mara, akili yako inakuwa hodari zaidi. Sasa nakuelezea mbinu ya kwanza ni kuunda mazingatio sahihi. Mbinu ya kwanza ya kufanya akili yako iwe na wepesi au uharaka wa kujifunza vitu na kuelewa kwa urahisi, moja ni kuunda mazingatio sahihi. Kwa maana weka lengo wazi, kwa maana nini unataka kujifunza. Andika lengo lako na usiwe na woga wa kushindwa. Kwa maana visualize, fikiria ukiishi matokeo unayoyataka. Lakini mfano wa maisha halisi, mtu aliyefanikiwa kujifunza lugha mpya au ujuzi wa kiufundi kwa kutumia visualization kila siku. Pili, jifunze kwa hisia. Akili inakumbuka vizuri kile kinachoguswa na hisia. Fanya kujifunza kuwa na furaha, shauku na hata msisimko. Mbinu, tumia stories, images au songs kuimarisha masomo. Mfano, kufanya mazoezi ya akili kwa kutumia flashcards na kucheza michezo ya kujifunza. Hatua tatu ni kuandika na kurudia. Andika kile unachojifunza. Kuandika kunasaidia kumbukumbu kukaa sawa. Spaced repetition, kwa maana rudia kwa vipindi tofauti ili kuweka taarifa kwenye kumbukumbu ya muda mrefu. Mfano wa app ni Anki, Quizlet na app kama hizo zinaweza kusaidia kufanya hiyo spaced repetition. Rudia masomo kwa muda mfupi lakini mara kwa mara kuliko kujifunza masaa machache. Kwa maana unapojifunza jambo kwa muda mfupi lakini unarudia kila siku, ni rahisi kukuingia kichwani kuliko ukajifunza jambo kwa masaa machache. Hatua 4 ni kutumia mind tricks. Kuna kitu kinaitwa chunking. Chunking ni kutenga kitu kimafungu mafungu. Gawanya taarifa kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo rahisi kushughulikia. Kwa maana kama Feynman techniques, kwa maana eleza kile unachojifunza kwa mtu mwingine au kwa sauti yako mwenyewe. Lakini pia kuna tunaita mnemonics, utumie maneno, picha au hadithi kukumbuka kitu kikubwa. Hatua 5 ni kuongeza discipline na routine. Kwa maana weka ratiba ya kujifunza kila siku. Epuka distractions, kwa maana simu, TV, mitandao ya kijamii. Lakini pia tumia timers, kwa maana tumia Pomodoro techniques. Hiyo ni 25-minute focus au 5-minute pause. Una focus kwa dakika 25, una pause kwa dakika 5. Ndio inaitwa Pomodoro techniques. Lakini mfano wa maisha, watu wenye mafanikio hutumia siku zao kwa uangalifu na patterned learning, kwa maana wanajifunza kwa pattern. Mwisho ni kuunganisha akili na nafsi. Kuongeza self belief.
Sema ninaweza kujifunza chochote ninachotaka na kwa wakati wowote. Kuunganisha akili yako na hisia chanya huongeza nguvu ya kujifunza. Mbinu kwa maana fanya meditations, deep breathing na affirmation ya kila siku. Kumbuka lengo wazi: kujifunza kwa hisia, kuandika na kurudia, kutumia mind tricks. Discipline na kuunganisha akili na nafsi ni mchanganyiko wa nguvu za akili yako. Anza leo, chagua kitu unachotaka kujifunza. Fanya mbinu hizi na utaona matokeo. Usisahau kulike, kusubscribe na comment hapo chini kuhusu ujuzi unaotaka kujifunza. Asante na karibu tena kwa video ijayo.